Pia kamati hii itasaidia kupunguza vitendo vya uonevu vinavyovunja sheria na taratibu za nchi. Hii itawezesha sote tunaosimamia shughuli hizi na hasa katika kusimamia miradi ya maendeleo, tutaweza kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushughulikia miradi ya maendeleo, kwa sababu kero nyingi za wananchi zitakuwa zimetatuliwa. Na kuanzia sasa tumepanga kila Jumatano tutashuka katika ngazi ya kata. Wakuu wa wilaya na mkuu wa mkoa tutapanga na tutawataarifu wananchi kata ambazo tutakuwepo, ili kushuka kwa wananchi kwenda kusikiliza na kutatua kero hizi. Sasa kwa kupitia elimu tutakayopata hapa, itatusaidia sana kufanya kazi hii kwa uweledi mkubwa sana. Naomba niseme tu kwamba swala hili la kusimamia sheria ni swala ambalo Mwenyezi Mungu anataka sote tufanye hivyo, na ndio maana katika maandiko matakatifu, ukiangalia Biblia inasisitiza sana kutenda haki. Katika kitabu cha Mathayo 5:9 Yesu anasema, na nukuu, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Hao wamekuja kupatanisha, kwa hivyo hao tunasema wataitwa wana wa Mungu. Amen, sio? Hii inaonyesha kuwa kazi ya upatanishi ni kazi ya kiungu na inampendeza sana Mwenyezi Mungu. Lakini hata kwenye Qur'ani tukufu inasisitiza kuwa ni lazima kutenda haki au uadilifu kama wajibu mkuu wa kidini na kijamii, ili kuimarisha kusimamia haki, hata kama ni dhidi ya nafsi zetu au wazazi au jamaa zetu. Qur'ani sura 9:5-8 inasema kwamba uadilifu ni msingi wa imani, ukihimiza kulinda haki za wengine, kuondoa chuki na kutoa faida kwa wanaosiliana au wanaokuwa katika migogoro. Kwa hivyo sote tunaona kabisa kama vitabu vyote hivi viwili vinahimiza na kusisitiza watu kusuluhisha migogoro kwa amani na kuweza kuwa sehemu ya utatuzi wa migogoro. Kwa hivyo basi tuongeze upatanishi katika jamii, na hiyo ndio falsafa ya Mheshimiwa Rais wetu ya 4R, ambapo anataka tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na maridhiano, lakini vile vile tunajenga taifa moja yenye upendo, amani na mshikamano.